lazima tupatikane. Viongozi wa kisiasa wameshauriwa kukomesha siasa za uchochezi na badala yake kuhubiri amani wakati huu wa mfumo ama kuadhimisha mwezi wa Ramadhan, huku wito ukitolewa kwa serikali na wahisani katika kukumbuka jamii zinazokumbwa na baa la njaa hasa katika sehemu za kaskazini mwa nchi. Wakizungumza mjini Bungoma, viongozi hao wa kidini kutoka kaskazini mwa bonde la Ufa na magharibi wamesema itakuwa vyema iwapo wanasiasa watakomesha ndimi za uchochezi na hata mgawanyiko na kushirikiana ili kusaidia familia zinazohitaji msaada wa vyakula. Wakiongozwa na naibu msemaji mkuu wa baraza la fatwa nchini Sheikh Abubakar Bini na mwenzake wa Bungoma Imam Isa Abwere, wamekashifu joto la kisiasa linaloendelea kuzidi na baina ya mrengo wa upinzani, wakisihi vijana haswa kuwa makini dhidi ya kutumiwa katika kuzua vurugu. Mwaka huu ni bahati kubwa, imekuwa Ramadhani imeingia zote mbili, ya Waislamu na Wakristo, sote tunafunga kwa wakati mmoja. Tumeingia katika mwezi huu kukiwa na heka za kiukame katika taifa letu. Kuna kaunti ambazo ni 23 zimekuwa na ukame, zina shida ya chakula, na mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia na Wakristo wanafunga. Tungeomba wahisani, wafadhili, wenye kutoa sadaka zao kuwasaidia wasiojiweza, hasa katika maeneo ambayo kwamba wamekabiliwa na ukame. A humble request to our honorable president to remove the 16%. Humbly request from the Muslim brothers of this country, ndio Waislamu wapate iftar program yao iwe ni chipa, na wajitokeze walishazi wingi kusaidia hili janga la njaa katika hizo kaunti, na pia itafanya Waislamu wingi kwa hali ya uchumi ulivyo watajitolea kwa wingi kusaidia wenzao. Serikali yetu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani hatutaki aina yote ya fujo. Hataki aina yote ya fujo kutoka ODM, kutoka wapi, hataki fujo. Nataka amani na utulivu. Msitumie vijana wetu, kwa sababu vijana sasa tunaambia wafunge. Tumetaka vijana wote wafunge. Kwa hivyo vijana mnapofunga msikubali kutumiwa. Kuweni watu wa hali ya juu, pesa itawapata penye mko. Wasia wetu vile vile pia kwa wale ambao kwamba wamejaliwa. Kuna watu wamejaliwa alhamdulillah. Lakini hawa watu ambao wamejaliwa hawako tayari kusacrifice kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini wako tayari kusacrifice kwa ajili ya kishetani.